hata wewe unaweza kujenga nyumba yako. Ikiwa una shughuli yoyote inayokuingizia kipato cha kiwango chochote, unaweza kujenga nyumba yako ambayo inaendana na kipato chako. Usikimbilie kujenga majumba makubwa ikiwa unaona kipato chako ni kidogo, kwa kuwa itakufanya miaka mingi uishie kuihangaikia hiyo nyumba bila mafanikio, na hata kama utafanikiwa, hutafanikiwa kwa wakati. Sasa basi, cha kufanya, ikiwa unajua wewe una kiasi kidogo cha hela, basi jambo kubwa ambalo huwa la muhimu zaidi ni kuwa na kiwanja. Ukishamiliki kiwanja tu, mambo mengine unaweza kupata ushauri wa kitaalamu kutoka kwa wataalamu. Wataalamu tutakushauri uweze kujenga nyumba inayoendana na kipato cha pesa yako, na kipato chako, uwezo wa pesa yako. Usiweze kukurupuka na kuanza kutafuta ushauri kwa kila mtu, kutafuta ushauri kwa majirani, kwa marafiki, ndugu, jamaa. Sio wote huwa ni wazuri. Wengine watakushauri vibaya na utashindwa kujenga. Utaweza kaishia tu kujenga msingi, na mwisho hapo usiweze kuendelea tena, kwa sababu pesa yote ulionayo itakuwa imeishia kwenye msingi. Ikiwa unaona kiwango chako cha pesa iwe kikubwa au kidogo, ukipata ushauri kutoka kwa wataalamu, atakushauri namna ya kujenga nyumba inayoendana na bajeti yako, inayoendana na pesa zako, na utapigiwa mahesabu. Kwa nini mtaalamu yeye hawezi kukupoteza? Hawezi kupoteza mtaalamu kwa sababu hata kuwa na wivu na wewe, hata kuwa na roho mbaya na wewe, kwa kuwa yeye anafanya kazi itakayomlipa. Ni kwamba anapokushauri ni lazima utamlipa. Kwa hiyo kwa sababu yeye anakuwa kazini, hataweza kuweka roho mbaya. Atafanya kazi yako kama ilivyo kusudiwa, kama inavyotakiwa kutokana na kiwango cha pesa yako. Ikiwa utaomba kushauri kwa ndugu, jamaa au marafiki, wao watatoa ushauri kutokana na mtazamo wao, na mwingine atakushauri usiweze kujenga nyumba ndogo, bali jenga ni nyumba likubwa kabisa ili liwe la moja kwa moja. Mwisho wa siku, hata wewe unayenisikiliza umeshakuwa shahidi. Kuna nyumba umeshawahi kuona, kuna mwingine amejenga msingi umekaa miaka 5-6 hajaweza kuendeleza. Na kuna mwingine alijitahidi akajenga kafikia mpaka usawa wa renta, lakini ameshindwa kumalizia hata kuwezeka tu. Hii ni kwa nini? Angelijua mapema kiwango cha pesa alichokuwa nacho, yule tu gharama ya msingi aliyoweza kujengea msingi, alikuwa na uwezo wa kujenga nyumba inaweza kumaliza msingi, hutegemeana na ukubwa wa msingi. Ila kama utatumia wataalamu na ukakijua kiwango chako cha pesa, atakushauri uweze kujenga ile nyumba inayoendana na kiwango chako, ambacho utaifanya kazi ya ujenzi kwa muda mfupi na utahamia. Na baada ya kuhamia, umeshatulizana na maisha yako kwako, ndipo utakapoanza kujenga ile nyumba likubwa la maisha ya ndoto zako, taratibu taratibu, wakati upo kwako. Kwa hiyo ninachopenda kukusisitiza ni kufuata ushauri wa wataalamu. Fuata ushauri wa kitaalamu ili uweze kutimiza malengo yako ya kumiliki nyumba yako. Sio kila mtu ni mshauri, sio kila mtu ni rafiki mzuri, na sio kijirani ni jirani mwema. Wapo marafiki na majirani na watu wazuri, lakini pia tumeongozwa na watu wabaya zaidi. Wengi wao ni wazuri usoni, lakini moyoni ni wanafiki, hawatapenda maendeleo yako. Karibu sana na asante kwa kunisikiliza. Kumbuka, nyumba bora hujengwa na fundi bora. Endelea kufuatia YouTube hii ili uendelee kujifunza mambo mengi zaidi na zaidi. Asante.